Ilikuwa ni mwaka, ukawa mwezi. Yakabaki majuma machache tu kulifikia kambi la Bunju mwaka 2025. Na hatimaye jeshi la vijana wakakamavu wakampokea mgeni rasmi kutoka nchi za ugenini tayari kuja kulihudumia kambi la Bunju mwaka 2025. Vijana walikuwa wamejiandaa kwa ubora, kwata zilipigwa, taratibu ndani hekalu, nyimbo zikaimbwa, nyimbo za ushindi kulifikia kambi la mwaka 2025. Na haya ni machache ambayo kati ya mengi na kuletea kwa ajili ya kuangazia kambi hili la mwaka 2025. Nami ni William Dede Zakaria. Karibu sana uweze kutazama, naamini utabarikiwa. Mchungaji atakuletea machache na tathmini fupi juu ya yale ambayo yamefanyika katika kambi hili. Bwana na akubariki sana. Ninaitwa mchungaji Abel Kengia, ni mchungaji mlezi wa mtaa wa Bunju. Mtaa wa Bunju unaundwa na makanisa manne. Kanisa la Bunju ambalo ni kanisa mama, kanisa la Mabwepande, kanisa la Bethlehem na kanisa la Mji Mpya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tumekuwa na makambi mazuri yenye mvuto na yenye huduma nzuri kwa mwaka wa 2025. Lakini pia tunamshukuru Mungu kwamba pamoja na makambi hayo, Mungu ametupa kibali na neema cha kuhudhuria makambi siku zote bila kuwa na misiba na magonjwa. Kwa hiyo ni neema ya Mungu. Katika makambi haya kumekuwa na mwitikio mkubwa tofauti na makambi mengine, kwa sababu tumekuwa na idadi kubwa ya watu kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho tunapomaliza. Kwa maana hiyo tunaweza kusema kwamba mtaa umepiga hatua ya ukuaji wa kiroho. Lakini pia tumekuwa na mafundisho mazuri kutoka kwa hudumu wetu ambao ni mchungaji Karibu Migombo, yeye ambaye ni chaplain wa Tausi kule Marekani. Tulikuwa na mwenyekiti wetu wa conference mchungaji Manuel Andrew, tulikuwa na mchungaji Lawi Mhoja na pamoja na mchungaji Peter Shafi. Hao wametubariki katika makambi haya. Tunamshukuru Mungu kwa sababu kulingana na mafundisho ambayo tumeyapokea, kama washiriki wakiyazingatia, yataleta mabadiliko makubwa katika maisha yao kiroho. Tumepokea nguvu ambayo itatusaidia kutembea kwa mwaka mzima na kukua kiroho. Kwa hiyo tunamuomba Mungu kama tunapofikia vilele vya makambi haya, Mungu atupe neema, kama itampendeza atupatie nafasi ya kuona makambi ya mwaka 2026. Mungu awabariki na Mungu atubariki sote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kuwa na siku nyingine nzuri na ya kupendeza. Tuko katika juma la makambi katika mtaa wa Bunju 2025. Na kwa majina naitwa Joseph Bundala, ni mmoja kati ya wazee wa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Bunju. Lakini katika kambi la mwaka huu nimetumika kama program manager ambaye nasimamia ratiba na kupanga vipindi, kuhakikisha kwamba vipindi vinakwenda kwa wakati, kujua kwa gani nasimama kuimba na nini, kuarrange vitu vyote ili kuhakikisha kwamba vinakaa katika utaratibu mzuri. Binafsi katika kambi hili nimebarikiwa na mambo mengi sana. Mfano tumekuwa na kwaya mbalimbali ambazo zimekuwa zikitutembelea hapa. Lakini tumekuwa pia na kwaya za kanisa la Waadventista wa Sabato Bunju ambazo ziko 6. Lakini tumekuwa na kwaya za makanisa ya Mji Mpya, Bethlehem pamoja na Mabwepande ambazo kwa zimekuwa zikimtukuza Mungu na kumbariki sana kwa zamu zake. Lakini tumebahatika kutembelewa na kwaya za majirani zetu Boko, Basiaya, Kisanga, Kimele, Mpiji Bichi, na bado tutakuwa tena na kwaya nyingine inaitwa The Light Family kutokea pale kanisa la Waadventista wa Sabato Mbweni Bichi. Kwa kifupi, makambi ya mwaka 2025 ninayaona ni tofauti na makambi ambayo yamewahi kutokea, si kwa sababu ya kwamba labda neno la Mungu limekuwa tofauti na la miaka yote. Hapana, neno la Mungu ni lile lile mwaka jana, hata mwaka huu na miaka ijayo, isipokuwa tu ni namna ambavyo program zinavyoandaliwa na kusimamiwa kwa ufasaha na wasimamizi wa makambi. Mfano tukizungumzia nafasi ambayo mimi nasimamia ya ratiba, tunajitahidi sana kuhakikisha kwamba vipindi vyetu vinaenda kwa wakati na ratiba ikifuatwa na kila mtu anakaa kwenye nafasi yake.
Kwa upande wa watoaji wa masomo ama wachungaji ambao tumekuwa nao hapa, kwa kweli wanatubariki. Wachungaji ni wamefika kwa wakati kwanza, maana cha kushangaza hatujawahi kuanza kambi siku ya Ijumaa, lakini katika kambi hili tumefanikiwa kuanza kambi siku ya Ijumaa. Mhudumu wetu mkuu ambaye ni Pastor Caleb Migombo alikuwa ameshatufikia na akashiriki kufungua Sabato na kufungua kambi siku ya Ijumaa. Kadhalika tukaendelea na siku ya Jumamosi. Wachungaji wetu kwa kweli wanafanya vizuri. Habari njema ni kwamba mwenyekiti wetu wa field mpya ya East Coastal Field, Pastor Andrew, amekuwepo mahali hapa kwenye hili kambi akibariki watu wa Mungu, akibariki sana. Kwa hiyo tunajisikia furaha kuona kwamba ni kambi ambalo tumekuwa na mwenyekiti wa field ambao field ni mpya kabisa. Ni mambo ambayo ya kumshukuru sana Mungu. Lakini jambo la kufurahisha sana kwa mtaa wa Bunju, safari makambi yetu yameenda live kabisa, amekuwa kirushwa katika mitandao ya kijamii, katika akaunti mbalimbali, Instagram, Facebook, lakini bila kusahau kwenye channel za YouTube. Tukao tukirusha live mahubiri haya kupitia channel ya kanisa Bunju Adventist Church, lakini pia tumekuwa tukirusha kwenye channel ya The Great Hope Singers TZ. Hiki ni kikundi ambacho ni cha uimbaji, kipo hapa kanisani, kimekuwa kikirusha mahubiri haya tangu siku ya kwanza kupitia channel yao ya YouTube. Bila kusahau tumekuwa na wataalamu wetu kabisa wabobevu katika masuala ya kurusha maudhui ya mahubiri, maudhui ya injili, uimbaji. Si wengine ni Dede TV. Unaona ni namna gani ambavyo kambi limekuwa lenye mguso na lenye kuvutia na lenye kubariki. Wakati unadhani ya kwamba tunasikiliza hapa tu kanisani na maeneo yanayotuzunguka, nataka nikwambie ya kwamba watu mpaka Walabuni tunapokea shuhuda ya kwamba Walabuni wanatufuatilia, Kenya, Kongo na nchi zingine mbalimbali wanatufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Mashuhuda atakuwa ni wengi, lakini cha msingi tu nataka niwaambia kwamba Mungu anayo njia ya kuifanya kazi yake. Wakati unadhani ya kwamba muda umekwisha, lakini Mungu ana njia maelfu na maelfu ya kufikisha ujumbe kwa watu wake. Ndivyo hivyo tunavyoendelea kubarikiwa katika kambi hili, katika channel zetu za kanisa ambao ni Bunju SDA Church, The Great Hope Singers pamoja na Dede TV ambao watakuwa wanarusha matangazo mubashara kabisa. Panga kubarikiwa. Mungu na awabariki sana. Asanteni. Kwa jina naitwa Elias Matondo, ni mshiriki wa kanisa la Bunju, mtaa huu wa Bunju. Makambi yetu ya mtaa wa Bunju mwaka 2025 ni mazuri sana. Yana tofauti kubwa na makambi ya mwaka jana. Moto wetu nitakwenda nimtumaini Yesu. Makambi ya mwaka huu yamekuwa mazuri, hasa kwenye upande wa kaya na familia. Tumejifunza mambo mengi. Kitu kilichonivutia ni mawasiliano kwenye familia. Moja ya vitu ambavyo tunakwama wanandoa ni mawasiliano ambayo yameathiriwa na mila. Mawasiliano ni kitu muhimu sana ambacho tunatakiwa tudumishe. Na mafundisho mengine ambayo tumeyapata kwa wahubiri wetu ni mambo yanayohusiana na uhusiano wetu na Mungu, uhusiano na jamii. Ni vitu muhimu sana. Na mafundisho mengine ya idara, tulikuwa tujatofautisha katika ya mafundisho makuu 6 na misingi ya imani ambayo ni 28. Na wakaribisha sana washiriki na makanisa mengine tushiriki pamoja kuanzia kesho na Jumamosi tunahitimisha. Tunawakaribisha sana. Makambi yetu yako vizuri sana. Kuna kwaya nyingi ambazo zinamtukuza Mungu na tunawakaribisha sana. Asanteni sana. Naitwa Mwinjilisti Charles Nyange Nyirabu, ni mshiriki wa kanisa la Adventista wa Sabato Bunju. Ninafurahia makambi yetu ambao tumekuwa nao katika mwaka wa 2025. Ni makambi mazuri. Toka moto wake ulipotambulishwa kwamba nitakwenda kwa kumtumaini Yesu, nimepata maana kubwa sana. Kwa sababu katika maisha yetu kuna changamoto tunakutana nazo, na kwa kweli tunapokutana na changamoto tumegundua kwamba kwa kumtumaini Yesu pekee ndipo tunaweza kushinda hizo changamoto. Tumekuwa na mchungaji wetu Caleb Migongo. Kwa kweli ametutia moyo sana na masomo yake yamekuwa ya kutia moyo sana. Mimi kama mshiriki nimetiwa moyo sana juu ya safari ya imani.
ametupatia visa vingi ambavyo vimeweza kutuonyesha namna ambavyo Mungu wetu anaweza akatushindia. Lakini zaidi ameendelea kutufundisha namna ambavyo Mungu ameahidi kuwa pamoja nasi hata kama tutapitia katika changamoto mbalimbali, lakini imeonyesha kwamba Mungu anaendelea kuwa pamoja nasi. Ningependa kuwatia moyo wale ambao hawajahudhuria makambi haya, siku zilizobaki wahudhurie ili waweze kuungana pamoja nasi, wapate kujazwa mafuta ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya safari ya mwaka mwingine. Na watia moyo na wengine wa Adventista wenzangu, makambi yanapofika katika mitaa yao, basi wahudhuriwe. Hawa wachungaji wamepewa uwezo na Mungu na wametumwa ujumbe ili kwamba wakawatia watu wa Mungu moyo. Kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa sisi Bunju. Kwa kweli tumepata nguvu ya kusafiri tena katika mwaka mwingine. Na Yesu asifiwe. Naitwa Lois Katari. Napatikana kanisa la SDA Bunju. Nimefurahi kupata nafasi ya kuwahudumia wachungaji waliokuja kuhudumia kambi hili. Nimefurahi kwa sababu kazi yetu imeenda vizuri. Wamepata chakula kwa wakati na pia wameshukuru, chakula kilikuwa kitamu sana. Ni makambi ya Bunju mwaka 2025. Neno la Mungu lilihubiriwa, watumishi wa Mungu walitoa chakula cha kiroho. Machache kati ya mengi yaliyojili katika kambi hili. Karibu uweze kubarikiwa na watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Ukiwa hauna uwepo wa Mungu moyoni, utakuwa na ubinafsi. Hautapenda kuona wenzako wakifanikiwa. Na mbaya zaidi, kama kiongozi kanisani, hautakuwa tayari kuzalisha wengine ambao siku ukiwa haupo kwenye hiyo nafasi ili wao wawe. Kama ni mwalimu wa kinanda, natoa tu mfano mzee. Ni mwalimu wa kinanda, ni wewe unayejua kupiga kinanda kanisani. Yaani ndio kwanza unapeleka masharti kwa mkuu wa muziki. Tunaweka masharti kulinda kinanda cha kanisa. Moja, haruhusiwi mtu kushika bila idhini ya mpiga kinanda. Na hata wakileta majina wanataka yani unasema hawa wasubiri kidogo. Lakini kiongozi mwenye uwepo wa Mungu atazalisha wengine, si ndio jamani? Atazalisha wengine. Ni mzee wa kanisa, ataangalia vijana, ataanza kugroom, ataanza kumlea ili baadaye awe mzee wa kanisa. Ni kiongozi, hata kama ni huko serikalini, utaanza kuona kwamba katika nafasi hii kuna kijana hapa mzuri ana karama. Kama ni mchungaji, utaona kuna kijana kanisani ana karama, ninamkuza huyo. Kama ni mzee wa kanisa, naona huyu ana karama ya kuhubiri. Lakini kama huna roho wa Mungu, ukiona karama zinainuka, kazi yako itakuwa ni rudi chini. Ana karama ya kuhubiri, atumpi kibweta. Kwa nini? Atahubiri kutuzidi. Kwa hiyo kibweta ni cha mchungaji na mzee wa kanisa. Ni mwalimu wa kwaya, unaona kuna kijana mzuri anakuja kabisa, anakuja vizuri, anakuja kuwa mwalimu wa kwaya, kila akifanya juhudi paka astokeze. Umepewa mtu anaitwa msaidizi, wewe ni shemasi mkuu, umepewa msaidizi. Ukiona msaidizi anakuja vizuri, ni mkurugenzi wa shule ya Sabato, msaidizi ana mipango mizuri, moto anakusaidia, rudisha kichwa, wewe ni msaidizi. Alimalizia kuambia watu, ondoka usitende dhambi. Kwa hiyo Yesu alichokuwa anashughulika nacho kwanza ni ajenda ya nini? Sasa ukisikia mtu anasema mimi sishughuliki na dini, sishughuliki na dhambi, mimi nashughulika na miujiza. Kwa hiyo hata kama mtu ana kimada, anaendelea na kimada chake, ila anachoshughulika nacho ni nini? Miujiza. Nukuu ya mwisho ni isome ya roho ya nabii, nasema Shetani atatoa udhibiti wa miili ya wanadamu na kuwafanya wanaume na wanawake kuwa wagonjwa. Kisha kwa ghafla ataacha kuutumia uwezo wake huo mbaya juu yao,
ndipo itatangazwa kwamba muujiza huo umefanywa na Kristo. Kwa hiyo shetani ataletea watu magonjwa, alafu atayaondoa, na watu watadhani aliyefanya ni nani? Ni Kristo, kumbe ni maigizo. Niwatie moyo, wekeni imani katika neno la Mungu. Jamani, wekeni imani katika neno la Mungu. Na kama ulikuwa unaenda huko, baki na Kristo. Jamani, haleluya. Hata kama ukifa katika Kristo utafufuliwa. Bwana ni wito wa wewe wa kutathimini ulipo kiroho. Unaenda mbinguni. Wewe ni Mwadventista msabato. Wewe ni Mkristo unayemfuata Yesu. Mungu anakualika kusimama na kutafakari safari yako ya kiroho. Je, wewe ungali ukitembea katika maagizo ya Bwana? Ungali ukiishi sawa sawa na maagano yako? Ungali ukitembea na kumshuhudia katika maisha yako? Ungali nuru inayong'aa gizani? Anaposema simama na kutafakari, ni mwito wa kutathmini maisha yako na uhusiano wako katika Kristo. Ni makambi ya mtaa wa Bunju mwaka 2025. Watu wa Mungu walijipanga kuwahi mapema kwa ajili ya kupata mibaraka hiyo. Makambi yalijaa sherehe mbalimbali, watu walifurahi na Bwana akajipatia mateka walioweza kubariki. Hebu tuangalie kwa ufupi yale yaliyojiri kupitia watumishi wa Mungu walivyobariki kambi hili. Nikiripoti kutoka hapa katika viwanja vya mikutano katika kambi la Bunju mwaka 2025. Mimi ni William Dede Zakaria. Tukutane tena panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Barikiwa sana.